Hujui kama kuna malaika, haujui kama kustani kuna husika na nyota na kibali. Haujui chochote, lakini adui yako anajua nyota, anajua kibali, anajua nguvu ya ustawi. Yaani watu unaokaa nao kazini wacheki, lakini anza kuwapekua kwenye ulimwengu wa roho. Jifunze kuingia ulimwengu wa roho. Sijui kama naongea na mtu mahali hapa. Kuna watu ofisini wanafanya nao kazi. Jifunze kuwaita majina yao mmoja mmoja. Jifunze na kufundisha vitu vibaya. Vina vita lakini ndiko kufanikiwa. Kuna vita lakini ndiko kuna kuinuliwa. Kwamba huyo ana roho ipi, huyo ana neema ipi, ili niambatane nayo. Utakuja kuambatana na watu wenye roho za giza. Sasa kipiga na roho ya giza, anashindana na wewe. Nakataa juu yako kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa nini nazungumza hivi vitu? Sababu kubwa ni kitabu cha Mwanzo. Mstari wa sura ya kwanza, mstari wa pili. Tuyaone haya mambo. Adui yako mwenye nguvu anafanyaje? Alafu wewe unashindwaje? Adui yako mwenye nguvu anatembelea nini? Mwanzo 1:2. Biblia inasema, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nayo nchi ilikuwa ukiwa. Tena utupu. Tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Cheki kwenye ofisi yako, alafu kuna mtu mwenye nguvu anatazama, una kibali. Nini kitakufuata? Cheki katika kiti chako, wanaona umeingia kwenye kazi, alafu kuna ustawi unaanza kutokea katika ofisi. Kabla ya wewe kuwepo palikuwa hapana ustawi. Ulipoingia wewe ustawi ukaanza kutokea. Nini kitatokea juu yako? Nini kitatokea? Nini kitatokea? Adui yako anajua roho ya ustawi. Adui yako anajua kukuharibu kwa roho ya ukiwa. Adui yako anajua kukuharibu katika roho ya giza. Adui yako anajua kukuharibu katika roho ya ukiwa. Biblia inasema nchi ilikuwa ukiwa. Sema nakataa ukiwa. Tamka kwa imani, sema nakataa ukiwa. Sema nakataa utupu. Sema nakataa giza katika jina la Yesu aliye hai. Sema nakataa kila giza kwenye uso wangu, kila giza kwenye ardhi yangu, giza ofisini katika jina la Yesu aliye hai. Nakataa. Kuna watu wana vibali lakini giza limekaa. Kuna watu wana akili lakini giza limewafunika. Kuna watu wana neema lakini giza limewakalia. Leo nakataa kwa jina la Yesu aliye hai. Kila giza lililoinuliwa na watu wenye nguvu nakataa. Ile giza la watu wenye nguvu, Freemason nakataa. Washirikina nakataa. Waganga nakataa. Mizimu nakataa. Iwe kwa mume wako nakataa. Iwe kwa mke wako nakataa. Iwe kwa mtu wa family nakataa. Iwe kwa giza nakataa. Iharibike leo. Itoke hiyo giza leo. Kwa jina la Yesu sema. Waliokupangia uwezo ukiwa waharibiwe wao. Wewe ukiwa uharibike juu yako sema amen. Wewe ukiwa ikuache sema achia. Wewe ukiwa ikuache sema toka. Wewe ukiwa ikuache sema amen. Wewe utupu iende sema nenda. Wewe utupu ikuache sema amen. Jumatano akasema kuna mtu hajawahi kuota ndoto yuko naked. Yuko uchi katika ulimwengu wa roho. Hajawahi mtu kama hajawahi una neema, ila sisi tulioguswa na nguvu za giza, kila tulipotaka kuingia kwenye lango zuri, ghafla nguvu zikatutoka. Kila tulipoenda katika kufanikiwa, kama hujaingia langoni, ghafla nguvu itakutoka. Kila unapotaka kuinuka, ghafla unajikuta uko uchi. Hiyo ni roho ya utupu, ila leo naikataa kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana atakuvisha vazi la utukufu. Bwana akuvishe vazi la kibali. Bwana akuvishe vazi la kifalme. Bwana akuvishe vazi la kuinuliwa katika ulimwengu wa roho ziliko baraka. Roho ya utupu iko. Kuna watu wanakutana na destiny hapa, lakini kama kukutana na ghafla unajikuta uko naked. Ukienda mtu anakukataa maana utupu umeshakukalia. Unafikiria mkutanagi na watu sahihi, ila unaenda ukoje? Maana hujui kuchungulia ulimwengu wa roho. Majira haya ni roho ipi inatenda kazi. Nikakufundisha kwa kitabu cha Isaya 61 mstari wa kwanza. Sihitaji kusoma maana unaujua. Roho wa Bwana
Mungu yu juu yangu. Nikauliza, juu yako kuna roho ipi? Ndani yako kuna roho ipi? Maana hapo ndipo utatambua